Alhamdulillah, si tusimame katika maneno ya ulama. Watu wanastarehe naye, akifa akaulizwa, ya Rasulullah, ni yupi mustarih na ni yupi mustarah? Ni yupi ambaye watu wanastarehe pale anapokufa? Akasema, wa amma al-abdu al-fajir fayastarihu minhu al-ibad wal-bilad wash-shajar wad-dawab. Mja muovu anapokufa wanastarehe kunako yeye waja, wanyama, miti na viumbe mbalimbali, wanastarehe na shari zao. Kwa hiyo adui kama huyu wa Uislamu na Waislamu, adui wa masahaba, adui wa Waislamu na Sunni kwa ujumla, anapokuwa ameondoka, Waislamu wana haki pia ya kutoa shukrani zao na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alipofikiwa na habari ya kufa, kuuawa kwa Musailama al-Kadhab, alimhimidi Allah na akasujudu sijda ya shukr. Lakini pia Ali bin Abi Talib alipomkuta Dhufadiya, yule bwana alikuwa anaziwa mkononi, amekufa katika wale waliouawa, wale makhawarij, sajada shukran lillahi, alifurahi na akasujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika Musannaf ibn Abi Shayba. Namalizia kusema kwamba msimamo wetu sisi ni huu: wanaopiana maadui waovu wao kwa wao, sisi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuwastarehesha Waislamu na shari zao na kuwagomanisha wao kwa wao, kuwamaliza wao kwa wao, kama alivyosema al-Auza'i pia aliponukua Dhahabi, idha qatala al-fajir bil-fajir fa ahlaka Allahu ahdahuma falhamdulillah. Kipiana waovu kwa waovu, Allah akamwangamiza mmoja, hifdhi ni za Allah ta'ala, shukrani ni za Allah. Wa idha ahlakahuma jami'an falhamdulillahi kathira, na akiwaangamiza wote basi shukrani na himdi ni zake Allah ta'ala kwa wingi. Huu ndio msimamo wetu sisi katika haya yanayoendelea. Suala la kwamba ni wakati gani tutasimama na adui fulani dhidi ya adui fulani ni suala litakalotazamwa na ulama. Lakini anapokuja mtu akasema Waislamu walifurahi kwa ushindi wa Warumi, alif lam mim ghulibat Rum fi adna al-ardh wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Allah akaeleza kama Waislamu watafurahi kwa kushinda Warumi, kwa kushinda Wafursi. Alafu ataka kuleta aya hizi katika tukio hili kwamba tuungane na sisi na Shia, tuungane na Iran. Wala yudriki almiskin, lakini maskini huyo hajui kwamba Warum ni katika ahli kitabu, na shari yao ukipima na shari ya majusi ya Wafursi, shari ya majusi Wafursi ni kubwa, na ndio maana Waislamu wakawa wanafurahi kwa ushindi wa Warum. Sasa ukija ukipima shari za Shia Rafidha na shari za Mayahudi kama walivyoeleza maulama, utagundua kwamba shari za Mashia za Rafidha ni kubwa kuliko shari za Mayahudi. Madhara ya Shia Rafidha dhidi ya Uislamu na Waislamu ni makubwa kuliko shari na madhara na khiana za Mayahudi na Wakristo. Sasa tutasimama wapi? Ndio maana tutabaki katikati. Lakini inapotokea sasa tusimame na nani? Ni kadhia nazila, yatakana izungumzwe na ulama wakubwa, si kila al-ahda likina kishika au kila nani, watakana jambo la kuzungumzwa na ulama wakubwa. Lakini sasa hivi sisi tubaki katika asli ya maneno haya ya ulama tunayonukuu hapa, na kwa mwongozo uliokuwa salama na sahihi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wallahu akbar, lillahi alhamd. Eidukum mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum, walhamdulillahi rabbil alamin.